Bwana Yesu asifiwe. Yohana 3:7-11, Bwana anazungumza mwenyewe. Anasema usistaajabu kwa kuwa nilikwambia hamna budi kuzaliwa mara ya pili. Anaendelea kusema upepo unavuma upendao, na sauti yake unaisikia, lakini hujui unapotoka wala unapokwenda. Kadhalika na hali yake kila mtu aliyezaliwa kwa Roho. Naomba upigie mstari hapo. Kadhalika na hali yake kila mtu aliyezaliwa kwa Roho. Nikodemu akajibu akamwambia, yawezekaje kuwa mambo haya? Yesu akajibu akamwambia Nikodemu, je, wewe u mwalimu wa Israeli na mambo haya uyafahamu? Amini, amini nakwambia, lile tulijualo twalinena, na lile tulioliona twalishuhudia, wala ushuhuda wetu haukubali. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Maneno haya ni maneno ambayo mimi na wewe ambao yamkini tumepitia ubatizo huu ambao ni wa maji mengi kwa jina la Yesu Kristo kwa ondoleo la dhambi. Yesu Kristo anataka mimi na wewe tuendelee kujikumbusha maana yake ni nini, lakini nini ambacho Mungu anakitegemea kwa mwanadamu yule aliyepokea ubatizo. Kwa sababu ubatizo sio mpango wa mwanadamu. Ubatizo ni mpango kamili wa Mungu kwa ajili ya mwanadamu. Na Mungu alipoleta ubatizo duniani kupitia kwanza Yohana Mbatizaji, lakini pili Yesu mwenyewe, na hatimaye kuachilia wanafunzi wake waendelee na ubatizo. Nini ambacho sio mimi wala wanadamu, nini ambacho mbingu ilikuwa ikikusudia na ikitazamia kwa mmoja yoyote katikati yetu ambaye amebatizwa ubatizo wa maji mengi wa toba kwa jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Ubatizo huu ni ubatizo wa kuzaliwa katika Roho. Maana ubatizo umekuja ili mtu aliyezaliwa katika mwili, ambaye Biblia inasema ukizaliwa katika mwili wewe ni mwili. Lakini pale unapoingia katika ubatizo huu wa maji na ubatizo wa Roho Mtakatifu, ubatizo unakufanya wewe unakuwa umezaliwa katika Roho. Jambo hili ni jambo ambalo lilishindikana kupatikana lugha iliyo nzuri ya kumweleza Nikodemu katika viwango vyake vya kuelewa, ili aweze kuelewa. Maana anasema yawezekanaje jambo hili? Maana yeye wakati mwingine alikuwa anafikiri ya kwamba utaingia katika tumbo la mama yako na kuzaliwa tena mara ya pili. Bwana Yesu asifiwe. Lakini Yesu anazidi kuyazungumza na kuleta mkazo. Anasema ni kama vile upepo unaovuma. Upepo unavuma upendao, sauti yake unaisikia, lakini hujui walikotoka wala ulikokwenda. Kadhalika hali yake kila mtu aliyezaliwa katika Roho. Bwana Yesu asifiwe. Huwezi kujua alikotoka kama uliye na upepo. Upepo umetumika kama namna ya kukupa wewe lugha ya picha, upate kujua ni jinsi gani ambavyo mtu anayezaliwa katika Roho, na uweze kujua nini maana ya kubatizwa. Na mara nyingi tumesoma, tulikwambia kwamba yule mtu wa Roho hana mahusiano na mtu wa mwili, kwa maana
kuna namna ambavyo vitu vya mwilini vikiingia katika hali ya mwili unaweza ukajisikia. Sema unasikia kwamba kuna kitu kimenigusa, kuna kitu kinatembea katika mwili wangu, kuna kitu lakini yule ni roho, hana mahusiano yote. Anasema mwili huu hauwezi kumtambua, lakini yeye roho au mwili wa roho unatambua vyote. Lakini kinachoonekana mahali hapa, huyu ni mwalimu. Nikodemo ni mwalimu wa Uinjilisti au ni mwalimu wa Torati ambaye hajui mambo haya. Maana yake nini? Kulikuwa na gepu katika nyakati zile, gepu la elimu. Kulikuwa na ukosefu wa elimu ambao Yesu anajaribu kulijaza lile pungufu la elimu. Anamuuliza, je, wewe u mwalimu wa Israeli na mambo haya uyafahamu? Bwana Yesu asifiwe. Yesu anamhakikishia, anamwambia kile kinachokijua ndio tunalonena. Maana nyingine ni kwamba hata Nikodemo mwenyewe hawezi kulinena kwa sababu kwanza alijui. Lakini Yesu analinena jambo la ubatizo kwa sababu analijua. Lakini pili, Yesu analishuhudia kwa sababu yeye analiona. Anaona jinsi mtu anavyozaliwa mara ya pili. Lengo letu na lengo la Roho Mtakatifu kuachilia mafundisho haya ni wewe upate kujazwa elimu zaidi, ili uweze kujitambua ya kwamba wewe uliyepokea batizo, wewe umezaliwa katika Roho. Bwana Yesu asifiwe. Elimu inaleta ukombozi wa fikra. Elimu inaleta ukombozi na inaongeza maarifa pale ambapo maarifa hayapo. Kwa maana nyingine, ni lazima ukitaka kukombolewa utembee katika aina hiyo ya elimu. Bwana Yesu asifiwe. Na mimi na wewe ni miongoni kati ya watu ambao ni mashuhuda. Tunafahamu na tunajua ya kwamba ziko elimu nyingi ambazo tulikuwa tuzijui, lakini zile elimu zilizokuja katika maisha yetu, kwanza zilikomboa fikra zetu, lakini pili zikabadilisha hata tunavyoweza kutazama yale mambo tulikuwa tuyajui. Bwana Yesu asifiwe. Lakini tatu, tukaanza kutembea katika lile kusudi la Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Lakini Mtume Paulo ni miongoni kati ya watumishi waliofunuliwa sasa. Na hata baadaye tumeweza kujua ya kwamba huyu anayezaliwa katika Roho anatoka wapi. Sio kama upepo ambao hatujui unapotoka na wala unapokwenda na unavuma upendao. Lakini kwa sasa Bwana ameyafunua ya kwamba huyu ambaye amezaliwa katika Roho ni uzao wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na huo uzao wa Mungu unakaa ndani yetu. Na huo uzao wa Mungu upo kwa ajili ya kusudi moja kubwa, ya kwamba utusaidie sisi tusitende dhambi, kama vile katika waraka wa kwanza kwa watu wote wa Yohana ile sura ya 3 mstari ule wa 9. Bwana Yesu asifiwe. Ambapo ameyaweka wazi sana ili aweze kutusaidia kuelewa, na yanapotusaidia sisi kuelewa yanatupa nguvu ya kutembea katika namna hiyo ya maarifa mapya, ya kwamba kila mtu aliyezaliwa na Mungu atendi dhambi. Lengo la kwanza la kubatizwa ili uzaliwe katika Roho ni kuzaliwa katika Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Lengo la kwanza ni wewe usitende dhambi, uwe na uungu ndani yako ambao utakusaidia wewe kutembea katika nguvu ya kushinda dhambi. Kwa sababu gani? Kwa sababu wewe unabadilika, unakuwa na uzao wa Mungu unakaa ndani yako. Bwana Yesu asifiwe. Ndani ya mimi
uko uzao wa Mungu umeingia. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa hiyo uzao wa Mungu umetokana na Mungu mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Lakini anaendelea kusema katika waraka ule wa kwanza wa Yohana, ile sura ya 5 mstari ule wa 4. Kwa maana kila kitu kilichozaliwa na Mungu hushinda ulimwengu, na huko ndiko kushinda ulimwengu. Mimi na wewe tunapoenda kuzaliwa mara ya pili, hatuzaliwi tena na baba na mama. Tunapoenda kuendea ubatizo na kuupokea, tunazaliwa na Mungu mwenyewe. Tunapewa uzao wa kimungu ndani yetu, uzao ambao unatupa uwezo wa kushinda dhambi, uzao ambao unatupa uwezo wa kushinda ulimwengu, uzao ambao unatenda kazi kupitia imani. Maana nasema huku ndiko kushinda kunaposhinda ulimwengu, ile imani tulionayo. Bwana Yesu asifiwe. Uzao ambao unatuhakikishia ya kwamba tunayo garanti ya kushinda ulimwengu. Lakini kwa nini hatushindi ulimwengu? Ni kwa sababu bado hatuna ukombozi wa fikra. Bwana Yesu asifiwe. Bado tunajifikiria kama sisi ni uzao wa kawaida. Sisi sio uzao wa kawaida tena. Bwana Yesu asifiwe. Lakini tunayoshiriki ni mambo yaliyopatikana kwa gharama kubwa. Lazima ujue ya kwamba tulibatizwa katika Kristo Yesu, na tulibatizwa katika mauti yake. Bwana Yesu asifiwe. Na tunapobatizwa tunazikwa pamoja naye kwa njia ya ubatizo katika mauti yake. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Mimi na wewe tuliobatizwa katika Yesu Kristo, maana yake kubwa, tulibatizwa katika mauti yake. Mauti ile aliyoipitia pale, Bwana Yesu asifiwe, ndio tulibatizwa. Alafu tukazikwa pamoja naye kwa njia ya ubatizo. Tunapoenda kubatizwa ni tendo la kuzikwa pamoja na Yesu. Mimi na wewe hatujapitia tendo kamili kabisa la kufa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa sababu yeye aliamua kubeba, haleluya, kubeba dhambi kwanza. Alafu zile dhambi ndio zikampa yeye nguvu ya kuhukumiwa na kuteswa, hatimaye akafika mpaka kafa. Kwa hiyo mimi na wewe hatuteswi wala tusulubiwi wala, lakini tunashiriki. Tunapoenda kubatizwa, haleluya, tunashiriki pamoja naye kuingia katika njia ya mauti. Bwana Yesu asifiwe. Kisoma katika Warumi 6 mstari wa 3 anaelezea ya kwamba mfahamu ya kuwa sisi sote tuliobatizwa katika Kristo Yesu tulibatizwa katika mauti yake. Sisi wote tuliobatizwa katika Kristo Yesu tumebatizwa katika mauti yake. Basi tukizikwa pamoja naye, ndio mstari wa 4, kwa njia ya ubatizo. Njia ya ubatizo tunayoendea tunapozikwa, Bwana Yesu asifiwe, ile ni mfano wa kuzikwa katika ulimwengu wa roho, ambapo tunazikwa pamoja naye katika mauti, kusudi kama vile Kristo alivyofufuka katika wafu kwa njia ya utukufu wa Baba, vivyo hivyo na sisi tuenende katika upya wa uzima. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa hiyo ni lazima wewe ambaye umebatizwa, ni lazima ya kwamba ujue umebatizwa katika Kristo Yesu katika mauti yake, ya kwamba yule mtu wa kale aliyekuwa amezaliwa katika mwili anazikwa. Bwana Yesu asifiwe.
alafu baadaye unapotolewa kwenye maji unazaliwa, unafufuka pamoja naye, unavaa upya. Bwana Yesu asifiwe. Upya wa uzima. Ndio maana anaendelea kusema mimi na wewe tunaposhiriki ubatizo tunaunganishwa katika mfano wa mauti yake, ili tuunganishwe pia katika mfano wa utukufu wake. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Mtu anaweza kujiuliza, inawezekanaje? Unajua kuna baadhi ya matendo ya waganga wa kienyeji ambayo nimewahi kuyaona, ambayo wengine wanashiriki kabisa tendo la kufa. Haleluya. Na wana maana yao. Mtu anachimbiwa kabisa kaburi na anazikwa. Nimewahi kuona mtu anazikwa mpaka anabaki tumbo juu. Anashuhudia kwamba amezikwa, akawekwa chini, lakini ina maana katika ulimwengu wao wa nguvu za giza. Bwana Yesu asifiwe. Wakati mwingine wanazika kabisa, wanachukua kitu, wanakitengenezea kabisa jeneza, wanachimba na kaburi, alafu wanatengeneza kile kitu, alafu wanakwenda kuzika wakisema maneno yao, ili kuzika mambo yake ambayo yamekuwa labda sio mazuri, kwa sababu wengi wanatafuta vitu vizuri kwa waganga. Lakini mimi na wewe kwa njia ya ubatizo tunapitia njia ya kuzikwa na kushiriki mauti ya Kristo, tendo ambalo Mtume Paulo ameshirikishwa. Bwana Yesu asifiwe. Akafunuliwa, ambalo mimi na wewe tunapaswa kujua ya kwamba tujapitia mateso, lakini Bwana kwa njia ya ubatizo anataka tuzikwe, alafu tufufuke, ule utu wa kale. Bwana Yesu asifiwe. Upate kuondoka ili upate kuingia utu upya. Bwana Yesu asifiwe. Nilipokuwa ninasoma nikagundua maneno yafuatayo kutoka katika kitabu cha Ufunuo ile 20:13. Bahari ikawatoa wafu waliokuwemo ndani yake, na mauti na kuzimu zikawatoa wafu waliokuwemo ndani yake. Watu wengi wanafikiri kuzikwa ni kama ni lazima tu uzikwe katika ardhi. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Hata ndani ya bahari kuna watu wamekufa na hizi kwa mauti. Hasijawahi kupitia taratibu za kawaida za kuzikwa hizi tunazozijua sisi, lakini wako mule. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tendo la kuingia kwenye maji mwili mzima ni kama ni tendo ambalo tungechimba kaburi katika ardhi, tukakudumbukiza, tukakufukia mchanga, alafu tukakufukua tena. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kama lingekuwa inawezekana hiyo, lakini Yesu aliona ya kwamba katika namna ya kironi linaweza likawa ni tendo gumu sana, ya kwamba tuchimbe kaburi tulimalize, alafu tukwambie sasa Bwana tutamrudishia mchanga, alafu tutawai haraka sana kabla hujafa kabisa tukufukue, alafu tukwambie umebatizwa. Bwana Yesu asifiwe. Akaona ya kwamba tendo la kuingia kwenye maji, Bwana Yesu asifiwe, haleluya, na kutoka kwenye maji ni tendo linalowakilisha kufa kamili au kuzikwa kamili katika mauti na kufufuka. Bwana Yesu asifiwe. Na nimeanza kukupa picha hii kwa namna ambavyo wenzetu wale katika ulimwengu wa nguvu za giza wanavyotumia matendo ya kufa na kufufuka au matendo ya kuzika katika kukamilisha mambo waliokusudia katika ulimwengu wa roho. Na vile ndivyo ilivyompendeza Mungu kutuona ya kwamba sisi tunaingia katika maji na tunatolewa katika maji ili tuwe na uhalali wa kuzika ule mwili wa zamani. Bwana Yesu asifiwe, wa dhambi, na kuvaa mwili mpya. Bwana Yesu asifiwe, mwili ambao umejaa utukufu ambao uko ndani yetu. Kwa hiyo pamoja na yale mengine ambayo tulijifunza tulipokuwa tunauendea ubatizo, lakini sasa tunazungumza habari nini kimetokea kwako na nini ambacho unapaswa sasa kutembea nacho kwa ujasiri. Lazima ufahamu, kama ambavyo tulisoma habari ya Gideoni, alikuwa shujaa lakini alikuwa hajui uwezo ulio ndani yake.
Sasa ni kweli ni kwamba lazima ujue ndani yako uko uzao wa Mungu. Ndani yako uko uweza unaoambatana huo uzao ili wewe ushinde dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ukisoma katika Biblia utaona utu wetu wa kale ulisulubishwa pamoja naye. Alipokuwa anasulubishwa, alisulubishwa pamoja na utu wetu wa kale ambao ni mwili wa dhambi ili ubatilike. Kubatilika kwa lugha ya kawaida ni kufuta au kuharamisha. Bwana Yesu asifiwe. Au kutangua. Ya kwamba utu wetu wa kale Yesu Kristo alipokuwa anasulubiwa, alisulubiwa akaichukua miili yetu ya kale. Alipoichukua akaibatilisha ili mimi na wewe tusitumikie dhambi tena. Bwana Yesu asifiwe. Kwa maana anazungumza katika ule mstari wa Warumi 6 mstari wa 6 ya kuwa utu wetu wa kale ulisulubishwa pamoja naye ili mwili wa dhambi ubatilike, tusitumikie dhambi tena. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kitu ambacho kinategemewa kwa mtu aliyepokea ubatizo baada ya Yesu kusulubiwa na kufufuka, tunachotegemea kutoka kwako ni wewe usitumikie dhambi tena, kwa sababu ndani yako uwezo uliowekwa, haleluya, wa uzao wa kimungu ambao ni uzao wa Roho. Ule uzao upo kamili kwa ajili ya kukusaidia wewe kutotenda dhambi tena. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Maana ya ubatizo inaondoka pale ambapo wewe umebatizwa. Yesu amekufa baada ya kuteswa, lakini bado wewe umeendelea kuishi katika maisha ya dhambi. Maana yake hakuna. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Maana yake hakuna. Tunapomuona Yesu anasulubiwa, ina maana ameutoa mwili wake usulubiwe kwa ajili ya dhambi zangu mimi na wewe, na yeye akatuzaa tena, akaweka uzao wake ndani yetu baada ya kubatizwa. Lakini bado pamoja na matendo haya makamilifu ya Mungu, bado mimi na wewe tunadumu katika dhambi. Inaondoa maana yote ya kazi ya Yesu Kristo. Kwa maana nyingine, ukombozi kamili wa fikra na maisha ya Kristo anayeamini katika kufa baada ya kuteswa kwa Yesu Kristo na kupitia ubatizo huu ni kuishi maisha yasiyo na dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Kuishi maisha matakatifu. Hivyo ndivyo tutakuwa tumefikia katika viwango vile ambavyo Bwana alikuwa amekusudia. Anasema aliyekufa anahesabiwa haki mbali na dhambi. Na kama kweli tulikufa pamoja na Kristo kwa njia ya ubatizo, hivyo tuamini tunaishi pamoja naye. Yoyote ambaye amepitia katika njia hii ya ubatizo lazima amini njia ile ilikuwa ni ya kufa pamoja na Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Ubatizo ni kukubali kufa pamoja na Kristo na kufufuka ili upate kuishi. Na unapofufuka baada ya ubatizo, unahesabiwa haki mbali na dhambi. Unaposema kuhesabiwa haki mbali na dhambi, ina maana dhambi inakuwa mbali na wewe, na wewe unahesabiwa haki kwa kutenda matendo makamilifu sawasawa na sheria, amri na maagizo ya Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ni wakati mzuri wa wewe kuendelea kujioni mbele za Bwana, kwamba
unaamini Yesu amepitia mateso, na unaamini ya kwamba Yesu kupitia mateso alisulubiwa, unaamini ya kwamba Yesu baada ya kusulubiwa alikufa, na unaamini alikaa kaburini siku 3, Bwana Yesu asifiwe, akafufuka. Kama unaamini hivyo, unaamini vyema. Na pale ulipoenda kaamini, ukauendea ubatizo ule una maana moja tu: umekubali kufa pamoja na Kristo ili kuuzika ule mwili wa dhambi wenye asili ya dhambi, na kufufuliwa katika mwili mpya ambao uko ndani yako, wenye uwezo wa kukufanya wewe utaishi maisha pasipo dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ndio maana yake. Lakini kuyapitia yote haya na kuyaamini yote haya pasipo udhihirisho wa wazi ya kwamba wewe ndani yako una uwezo wa kutumia ule uzao ulioingia ndani yako kushinda ulimwengu, kushinda dhambi, haina maana. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana Yesu anatuita leo katika maisha ya kuhesabiwa haki mbali na dhambi. Ubatizo ni wito kwa Mkristo aliyeamini ya kwamba Yesu aliyapitia haya yote, na yeye amekubali kufa pamoja na Kristo kwa njia ya ubatizo. Bwana Yesu asifiwe. Ili asiendelee tena kutumika katika maisha ya dhambi. Ubatizo maana yake umekubali kufa pamoja na Kristo, na ukakubali kufufuka pamoja na Kristo pasipo kushiriki mateso aliyopata. Maana mateso yale aliyabeba kwa ajili yetu. Bwana Yesu asifiwe. Huo wito ndio ambao tumeuwapa siku ya ubatizo, kwamba tutatembea katika ukamilifu